ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد. Tunaendelea na darasa yetu ya Riyadhus Salihin, tukiwa tuko katika ukurasa wa 55 kwa chapa hii ya kwangu, na ni mlango fi tafakkuri fi adhimi makhluqati Allahi ta'ala wa fana'i dunya, kutafakkar katika ukubwa wa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na kutoweka kwa ulimwengu. Yako mambo ambayo kwa kutumia kutafakar ndio unaweza ukapata salama. Ukiangalia na unaona hakuna jambo, lakini kuna mambo makubwa humo ndani. Wa ahwalil akhirah, na vituko vya siku ya akhira, mambo magumu ambayo yatawapata watu katika siku ya kiyama, pamoja na maisha ya baada ya kiyama, kwa maana watakao kuwa motoni na peponi kadhalika. Wasairi umurihima, na baki ya mambo yao. Wataksiri nafsi, lakini pia ndani yake kuna ile mapungufu na uzembe, kuzembea kwa nafsi. Natafakar, hivi ninavyofanya mimi ndio hasa naweza kusamehewa, naweza kuachiwa, kwamba hapa ndo uwezo wangu ulikuwa unatosha kutoa hivi, kusali hivi, kutoa sadaka hivi, kufanya wema huu, ama nimezembea, kuna mambo bado nayaweza na siku yafanya. Watahadhibiha, na kuitakasha nafsi. Yako mambo ambayo ukiyafanya hayo nafsi inakuwa safi na unaonekana binadamu, unaonekana mtu. Wa hamliha ala istiqama, lakini pia kuichukua nafsi kuipeleka kwenye istiqama katika yale yaliyokuwa mambo ya khairi. Qala Allahu Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, innama a'idhukum biwahida, hakika si mingine ninawaonya kwa moja, taqumu lillahi mathna wa furada, musimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mukiwa wawili, mukiwa mmoja. Hii inakumaanisha kwamba ukiwa peke yako umuone Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko mbele yako kwa kila unalolifanya. Mkiwa wawili umuone Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko mbele yako kwa kila unalolifanya. Kuna wakati mtu anaswali lakini amekutana na wenzake, amesafiri ama yuko shamba ama yuko wapi, kwa sababu hakuna anayemuona, haswali maskini. Anaona kwa sababu huku sionekani mimi, hakuna neno. Hapana, mathna wa furada, mkiwa mmoja mumwabudu Mwenyezi Mungu, mkiwa na watu, kwa sababu ukifanya wakati uko na wenzako inaingia kwenye ria, na usipofanya wakati ukiwa peke yako, maana yake sasa wewe ni asi mkubwa. Thumma tatafakkaru, kisha mufikirie, mutafakkar katika kila jambo ambalo linakupitia katika maisha yako, huo unatoa muda wa kutafakkar. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Hiyo nadhara, hiyo inayokusudiwa ndio tafakkur. Uangalie matukio kisha uyasawirishe kwenye akili yako. Waqala Ta'ala, na amesema tena Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab, hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi na kupishana usiku na mchana kuna mazingatio kwa wenye akili ambao alladhina yadhkuruna Allaha qiyama, ambao wanamtaja Mwenyezi Mungu kwa kusimama, wa kuuda na kwa kukaa, wa ala junubihim, na hata wakiwa katika mbavu zao, kwa maana wanafanya ibada kutwa nzima, lakini hata wakiwa wamelala. Lakini pia inawezekana wakati wanaumwa wanaswali kusimama wakiwa wazima, wakiwa hawezi kuswali kusimama wanaswali kukaa, wa kuuda, wakiwa hawezi hata kwenye kulala. Na wale wazima pia wanaweza wakamtaja Mwenyezi Mungu kiyama, wa kuuda, wa ala junubihim. Inawezekana ikawa umesimama unatembea, lakini unasema la ilaha illa Allah,
ikawa ni muradi pia yadhkuruna Allaha qiyama. Ukiwa umekaa kama hapa, la ilaha illa Allah, na dhikri ya Allah iko katika mambo mengi, na dhikri hasa mujarrad wa dhikri la ilaha illa Allah, subhanallah, astaghfirullah. Lakini hata dawa imeingia katika dhikri ya Allah, kusoma Qur'ani imeingia katika dhikri ya Allah. Kwa hiyo qiyaman, wako watu ni madai, wako juu za mimbari, wako kwenye mihadharati mbalimbali qiyaman, na kuuda ndio kama hapa wengine tumekaa, lakini bado tuko katika dhikrillah. Wa ala junubihim, na kwa kuwa ni jambo la umuhimu, ni jambo linatija, basi farlan ikatokea mtu unajisikia kidogo, unaweza ukawa umelala, lakini bado mambo yanakwenda. Yote kwa yote ni kwamba ni jambo laonyesha istiqama. Kwa kuwa ni jambo la kheri, basi haliachwi kwa sababu yote miongoni mwa sababu. Wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, na wanafikiri katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Hakuna nyumba ya mtu itajengwa ila baada ya miaka miwili rangi imechubuka inapakwa tena. Lakini mbingu unazaliwa unaiona iko blue, na mpaka unakufa iko vile vile. Hakuna nyumba itajengwa holi lenye ukubwa labda wa mita kadhaa ila litakuwa na nguzo katikati chungu nzima. Lakini mbingu haina nguzo. Kadri unavyoenda mbali zaidi unaiona bado mbingu inakukimbia inaenda mbali, lakini hakuna nguzo. Hapo wanatafakar na wanapata jawabu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza. Kisha hawa wanaotafakari wakitafakari wanasema, Rabbana ma khalaqta hadha batilan, washidi ma khalaqta hadha batilan, pause ma khalaqta hadha batilan, pause khalaqta hadha batilan, hukuumba kwa maana ya mbingu hii na mengineyo kwa mchezo. Subhanak al-ayat. Faqala ta'ala afara yandhuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, amesema Mwenyezi Mungu, hivi hawatazami ngamia namna alivyoumbwa, wa ila samai, na mbingu, kaifa rufiat, namna ilivyonyanyuliwa, wa ila aljibali, na milima, kaifa nusibat, ilivyosimamishwa, wa ila aljibali kaifa nusibat, wa ila al-ardhi kaifa sutihat, na ardhi namna ilivyotandikwa. Fadhakkir innama anta mudhakkir, awidhisha, kumbusha. Hakasi mwingine wewe ni mwenye kukumbusha tu, mwenye kuawidhisha. Waqala ta'ala afalam yasiru fil ardh, hivi hawa tembei katika nchi, fayandhuru, wakaona, al-aya wal ayatu fil babi kathira, na aya katika mlango huu wa kuhimiza juu ya kutafakar katika viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutafakar kupitia matukio mbalimbali na uumbaji wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana utakuja kukuta kwamba Uislamu unahimiza kusafiri. Uislamu unahimiza kusafiri kwa sababu ndani ya kusafiri kuna mambo mengi mtu anaweza kuyaona ambayo kwenye eneo lako hayapo. Zamani nilikuwa nikizisoma aya hizi, basi tunaona ni aya zimekuja kama aya nyingine. Lakini nilivyoanza kusafiri, aya za majabali, wa ila aljibali kaifa nusibat, nilianza kuzipa yani kuanza kufungukiwa na baadhi ya mambo. Nilianza kutembea katika mikoa ya Singida na Mwanza, ikawa unaona kabisa kwamba ile Qur'ani imelenga Singida na Mwanza. Walillahi alhamdu. Allah aliporuzuku safari ya kule katika chimbuko la miji Ummul Qura, katika mji mtukufu, mji wa Makkah al-Mukarrama, ndio nikaona sasa kwamba kumbe kuna milima. Kwani mtaa mmoja kutoka kwenye mtaa na kwenda kwenye mtaa mwingine lazima upite chini kwa chini ya mlima, kama ambavyo barabara zimetengenezwa chini ya milima. Asilimia kubwa ya barabara za mji wa Makkah zimetengenezwa ndani ya milima. Kwa hiyo nikawa naona kwamba kuna makusudio gani yalikuwa yanakusudiwa katika aya kama hizi, wa ila aljibali. Wa min al-ahadithi, na miongoni mwa hadithi zinazohimiza kutafakar kwenye viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pia kuwa na misimamo katika toa na mambo mengine ya kheri.
Alhadithu sabiq ni hadithi iliyotangulia iliyosema alkayisu man dana nafsa. Mwerevu ni yule ambaye anajihesabu. Mwerevu ni yule ambaye anaihesabu nafsi yake na matendo yake. Basi tuishie hapa kwa leo. Mwenyezi Mungu atupe taufiki kuja kuendelea na milango mingine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.